Mambo vipi mtazamaji wa Nakivona Media? Karibu katika Sports News ya Nakivona kutokea hapa headquarters ya Nakivona. Mimi ni Sports Lady binti Lubigisa na niko na mchambuzi wangu Rashid Mchome tukipatia mawili matatu yaliyotokea kwenye uwanda wa michezo ndani na nje ya nchi. Tukianzia kwenye mchezo wa Young Africans. Mara baada ya mchezo tu tulipata taarifa na walitoa taarifa kwa umma ikisema ya kwamba uongozi wa Young Africans Sports Club wanapenda kuutaarifu umma ya kuwa umevunja mkataba wa kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Romain Folz. Uongozi wa Young Africans Sports Club unamshukuru kocha Romain Folz kwa mchango wake ndani ya klabu yetu na unamtakia kila la heri katika majukumu yake yanayofaa. Katika kipindi hiki kikosi chetu kitakuwa chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi huku mchakato wa kutafuta kocha mkuu ukiendelea. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Young Africans Sports Club. Tukianzia hapo, mara baada tu ya mchezo kumalizika, tunapata hii taarifa. Unahisi ilikuwa ni wakati sahihi ama wakati maalum wa kumuondoa Romain Folz? Ukitazama kiufundi kwa namna ambavyo taasisi inaendeshwa na mikakati mahususi ya kuiendea msimu husika kutokana na hizi taasisi za soka kwa maana ya hivi vilabu vyetu, haukuwa wakati sahihi wa kuachana na Romain Folz kwa sababu ukitazama hawa waliotoa taarifa ya kuachana naye ndio hao walifanya tafiti za kumtafuta kocha na wakampata Romain Folz na ambaye wakamwajiri na kuwa naye katika timu yao. Unajiuliza kama wao ndio ambao wamekubaliana naye kuachana, unajiuliza pia sababu za kuachana na Romain Folz ni zipi? Kwa sababu ukitazama kwenye takwimu bado hazikupi picha kwamba ni kocha mbaya kiasi cha kuachana naye haraka hivi. Lakini scenarios ambazo zinaendelea ndani ya klabu, kulikuwa na taarifa za awali ya kwamba klabu ilitaka kuachana naye kabla wakimhitaji kocha yule wa Madagascar ambaye anafahamika kama Roro, jina lake gumu kidogo lakini nickname yake ni Roro. Walihitaji kuwa naye katika timu ya Young Africans. Wakati huo wakifanya huo mchakato wa kuwa naye, baadaye nao wakaja kugundua kuliko kumuita Roro kuwa naye, it's better kuendelea na Romain Folz. Ndicho ambacho viongozi walikubaliana na kubaki na kocha huyu Romain Folz. Baadaye wakaamua kuongeza nguvu kwenye benchi kumtafuta Mabedi mara baada ya kocha yule Mwargentina msaidizi kutolewa taarifa kwamba ana changamoto za kiafya. Kabla ya kuachana na kocha, unajiuliza viongozi walitazama kitu gani kumwajiri huyu kocha Romain Folz? Kwa sababu ukihitaji mfanyakazi kwenye taasisi yako, unahitaji CV ya mtu ambaye ataendana na matakwa ya hiyo taasisi. Kwa maana ya kwamba Young Africans walipaswa wajue kwamba wana aina gani ya mpira ambao wanaocheza na ni kocha gani ambao wao kama klabu wanamhitaji kwenye timu yao kuwafikisha ama kuwapa kile kitu ambacho wao kama klabu wanakihitaji. Jambo ambalo kwangu mimi kwa namna ambavyo nimefuatilia halikufanywa kikamilifu, kwa sababu Romain Folz si kocha mbaya lakini pia si kocha mzuri. Kwa maana gani nasema hivyo Salome? Young Africans kuna sehemu ambayo tayari imeshafika. Mashabiki na wanachama wanaitazama klabu yao kwenye ukubwa zaidi. Na kuna aina ya makocha ambao wao wanawahitaji kwenda kuifundisha timu yao. Jambo ambalo halikutokea kwa Romain Folz. Si kocha ambaye kwenye klabu ya Yanga alikuwa ni moja kwa moja wakasema huyu kocha anaweza akaipeleka Yanga pale ambapo Yanga wanahitaji. Ni kocha ambaye alikuja pengine kwenye vilabu ambavyo vinatamani kukua na huyo kocha. Ukitazama CV yake, mimi napata ukakasi wa kwamba viongozi ndio watakiwa kunyoshewa mkono kwanza kabla ya kumfukuza huyu Romain Folz, kwa sababu kama kikao cha kwanza walikaa naye wakakubaliana na kumpa muda, still nilihitaji kuona muda ambao alitakiwa kupewa Romain Folz, kwa sababu ukitazama kwenye game yake bado kuna kitu ambacho hakikuwa kikionekana kutokana na zile Yanga ambazo wanazifananisha na Yanga hii. Lakini kuna kitu ambacho kocha alikuwa anakiweka, unaona namna ambavyo wachezaji wanacheza. Lakini kwa upande wangu kocha alikuwa akikamilishwa pia na vitu vingi. Ukitazama kwa Young Africans, ukiachana na CV yake, aina yake ya uchezaji na matokeo ambayo namna alikuwa akiyapata, bado kuna baadhi ya wachezaji wa Yanga hawapo kwenye ile fomu ya toka msimu uliopita. Tazama mtu kama Prince Dube, umuoni Dube yule ambaye Yanga walikuwa wakimhitaji, wakimuimba akitokea Azam kuja pale wakitamani kupata kitu cha ziada.
Mtazame mtu kama Max Nzengeli, hayupo kwenye ule ubora. Mtazame mtu kama Mudathir Yahya, basi hawapo kwenye ule ubora ambao Young Africans wanatamani kuona hao wachezaji. Na ukitaja hao wachezaji na kutajia key players ambao kwenye msimu uliopita walikuwa wakifanya vizuri kwa maana ya kuchangia idadi kubwa ya magoli, ukimtazama mtu kama Max namna ambavyo anacheza, amekuwa ni free roll kwa kiasi kikubwa na isaidia timu kwenye maeneo mengi, kwenye kushambulia pamoja na kukaba. Pindi ambapo tunazungumza kiwango chake hakipo kwenye ule ubora, moja kwa moja unaona kabisa kuna kitu kinakosekana kwenye timu. Kwa hiyo Young Africans kwangu mimi haukuwa muda sahihi wa kuachana na kocha, na kama wao ndo waliona CV ya mwalimu wakakubaliana nayo ile CV ya mwalimu na kumtaka Roma aje pale kwenye kuikoach timu ya Yanga, mimi ningetamani kuona na wao wakikubali kuendelea kuwa naye, kumpa muda kocha na kutazama ni kitu gani kocha ambacho anakihitaji, kwa sababu kwenye interview yake mwanzoni wakati anakabidhiwa timu nilimsikia akisema anachotaka kukifanya yeye ni kuipeleka pale ambapo timu haijawahi kufika. Kama ni mtu ambaye ana matarajio hayo, kuna kitu cha ziada ambacho amekiona. Yanga ambayo ilikuwa bora ikifanya vitu vikubwa vizuri na soka la kuvutia, kuna sehemu ilikuwa inaishia, lakini haijawahi kufika pale ambapo Roman alitamani kuipeleka. Pengine wangejaribu kumpa muda kutazama ni kitu gani ambacho anataka kukifanya ili aweze kuifikisha pale ambapo wao wanatamani timu ifike. Kwa sababu ukitazama yeye ndio kocha ambaye amekaa na timu pre-season nzima, licha ya kwamba hakuwa na 100% ya wachezaji ambao walikuwa nao, wengine walikuwa kwenye timu za taifa, majukumu mbalimbali, wengine in out za wachezaji nyingi zilikuwepo, lakini alikuwa anajua namna gani ya timu inatakiwa kucheza. Hakuna ambaye aliamini uchezaji wa Azizi Ndabwile kama angekuja kuwa mchezaji na kuanza kwenye kikosi kiasi cha kucheza vizuri kwenye michezo kadhaa. Ukizungumzia mchezo wa dabi alicheza vizuri, lakini ni maelekezo ya mwalimu. Kwa hiyo inakupa picha kwamba huyu mwalimu kulikuwa na kitu anacho, lakini bado watu walikuwa na ile haraka ya kukiona, kwa sababu soka letu linahitaji mtu ambaye anaingia na ana deliver at the same time, jambo ambalo ni ngumu kweli kwenye mpira. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali lako Salome, kwangu mimi sio muda sahihi, kwa sababu bado kocha alikuwa na vitu vya kuvifanya na tayari alishajua timu inahitaji kitu gani, na baadhi ya mazingira yalijikuta hata alikuwa ameshayaona. Kwa hiyo ilihitajika muda mdogo tu ili aweze kufanya kile ambacho wanayanga wanatamani kukiona kwenye timu yao, kwa sababu sasa hivi ukimleta kocha mwingine aanze azoea mazingira, azoeane na wachezaji, ni muda. Lakini kama ukizungumzia ni mchezo tu wa Silver Strike kupoteza, pia mimi naweza nikazungumzia uongozi unachangia, kwa sababu ukitazama maandalizi ya klabu, nitakupa mfano Simba Sport Club wakati wakifanya maandalizi yao dhidi wakijiandaa kuelekea usatini, mechi za kirafiki walizokuwa wanazipata, unaona namna ya mechi ambazo walikuwa wanazicheza. Kucheza na Al Hilal si jambo dogo, unafungwa goli 4, yani unapata ile test ya michuano husika ambao unakwenda kucheza, kwa maana unapata uzani sahihi wa mchezo ambao unakwenda, yani uko mbele yako. Lakini utazama Young Africans, michezo walikuwa wanaipata ya kirafiki ilikuwa michezo mepesi, unaweza kushinda 3, 4 mpaka 5, jambo ambalo haliwezi kukujulisha wewe kama coach kujua kwamba nina changamoto zipi kwenye kikosi changu. Nitakupa mfano mdogo Salome. Ukitazama timu ya Azam chini ya Florai Benge, kwa ufuatiliaji wangu mchache, ni kocha ambaye anatamani zaidi kucheza mechi za kirafiki na JKT Tanzania. Kwa nini JKT? JKT wana kocha ambaye ukizungumzia makocha wa kisasa ambao tuko nao, unamzungumzia Ahmed Ali, moja ya makocha ambao ana tactic, uwezo mkubwa wa kureact, anajua kuongea na wachezaji wake nini anapaswa kukifanya, mbinu sahihi. Na ndio maana unaona Ibenge anapenda sana kufanya mazoezi mechi za kirafiki na JKT. Kwa hiyo hata mechi za kirafiki ambazo Yanga alikuwa akizipata hazikuwa na test ambayo ingeweza kuwafanya wao kupata kile ambacho wanakihitaji kuelekea katika mechi ambayo umekwenda kuicheza na kupoteza. Kwa kuitazama Yanga jinsi ilivyocheza dhidi ya Silver Strikers, unaona kabisa Yanga wanahitaji kocha wa namna gani? Kwa kocha wa namna gani? Kwanza kwa sasa kama mimi niko kwenye jopo la viongozi, kwanza nafikiria kumrudisha baadhi ya makocha ambao alishawahi kupita, kama uwezekano huo kupata upo, akiwemo Nabi Gamondi, miongoni mwa makocha wawili. Kwangu mimi wanatakiwa kurudi haraka pale Young Africans, kwa sababu kwanza wajua vizuri wachezaji, wanashaijua tabia za wachezaji, na wanaijua pia timu nini ambacho inahitaji, lakini pia wana confidence
ya kile ambacho wamewahi kukifanya hapo kabla. Nazungumza haya kwa maana gani? Atakuja kocha mpya, huwezi kuimplement mbinu zako haraka ama mifumo ambayo naamini haraka, na tayari tuko katikati hapa, michezo ya ligi kuu iko mbele, lakini kuna mchezo wa marejeano ambao Yanga yuko nyuma, anatakiwa kurudi arudishe goli na kupata goli la ushindi. Kwa hiyo anatakana apatikane kocha mwenye confidence na anayejua vyema timu, kwa sababu ukimwangalia mtu kama Mabedi amekaa Malawi, amecheza Malawi na nje, lakini pia ameifundisha timu ya taifa ya Malawi, lakini kwangu mimi sijaona ile proper analysis ya timu ambayo alikuwa ameifanya kucheza na timu pinzani, kwa maana ya kwamba Silva walikuwa na mchezaji mmoja tu hatari, Uchizi Vunga, ambaye ukitazama katika mitandao ya kijamii baadhi ya wachambuzi walikuwa wamemposti na kuzungumza huyu ndio mchezaji key player. Lakini ile namna ya analyst ya klabu, ule mpango mkakati wa kumfanya Uchizi asifanye kile ambacho mara zote anakifanya, sijauona. Kwa hiyo kwangu mimi anahitajika kocha ambaye ameshawahi kupita pale Yanga, akiwemo Gamondi au Nabi, ambao hawa wana confidence, lakini aina ya mpira ambao walicheza waliufundisha pale Yanga ndio aina mpira ambao mashabiki, wanachama pamoja na viongozi walivutika nao. Kwa hiyo kwangu mimi wanahitaji hao makocha haraka tena iwezekanavyo, ili waweze kuirejesha klabu ya Yanga pale ambapo wananchi wanahitaji. Lasi hivyo wataleta kocha mpya na watalazimika tena kukubali kumsubiria, kumpa muda, jambo ambalo kwenye vilabu vyetu vya Tanzania ni gumu sana kukubaliana nalo. Lakini kama watarejesha wale, uwezekano huo upo. Ukimtazama kama Gamondi yuko Singida pale, na ukaribu wa Yanga na Singida tunamjua, kama waliachana vizuri ana uwezo kurudi pale na kufanya kile kitu ambacho wananchi wanataka.